Bana, ni kutokea nje ya uwanja wa Azam Complex hapa ambako leo hii kutakuwa kuna mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans, mchezo ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkali kweli kutokana na aina ya timu ambazo zinakwenda kukutana, lakini pia aina ya matokeo ambayo yalipatikana katika mchezo wa kwanza. Young Africans katika mchezo wa kwanza walipoteza kwa bao 1-0, bao la Djibril Sila, huku mlinzi wao Ibrahim Abdullah Baka akilimwa kadi nyekundu katika uwanja huu wa Azam Complex, na mwamuzi wa mchezo huo alikuwa ni Ahmed Arajiga. Leo hii kitakwenda kutokea kitu gani hapa katika uwanja huu wa Azam Complex? Tuko hapa Bwigane TV kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kinaendelea kabla na baada ya mchezo huu. Tutakuletea updates mbalimbali, lakini pia tutakujuza maoni ya mashabiki na wapenzi wana kipi cha kuzungumza kuelekea katika mchezo huu. Tutazungumza na mashabiki wa timu zote mbili kwa maana ya Azam FC, lakini bila kusahau mashabiki na wapenzi wa Young Africans, wao wanajiita wananchi. Tusikie wana nini, wana kipi cha ziada ambacho wamekuja nacho. Ikumbuke katika mchezo wa kwanza ambao Yanga walipoteza kwa bao 1-0, baada ya hapo mchezo unaofuata pia katika uwanja huu wa Azam Complex ambao ndio ulikuwa uwanja wao wa nyumbani katika mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya NBC. Katika mechi iliyofuata pia walipoteza kwa mabao 3-1 dhidi ya Tabora United, na hapo ndipo pakawa hapa kaliki. Wananchi wakaondoka ama wakahama kutoka katika uwanja huu wakahamia kule KMC Complex ambako ndiko wanautumia uwanja huo kama uwanja wao wa nyumbani, wakiwa sambamba na timu za Simba Sports Club lakini pia wenyeji KMC. Leo tuko hapa, tutazungumza na mashabiki lakini pia tutazungumza na wadau mbalimbali wa soka ambao wamekwisha jitokeza hapa katika uwanja huu wa Azam Complex kwa ajili ya kushuhudia mchezo huu. Mtanange utakuwa ni wa aina gani ni suala la kusubiri na kuona. Dakika 90 zitaamua. Young Africans wakiwa kileleni na alama zao 64 baada ya michezo 24, wanakwenda kukutana na Azam FC ambayo imecheza michezo 25 wakiwa na alama zao 51 katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa maana ya NBC Premier League. Msimu uliopita matokeo ambayo yalipatikana katika uwanja huu ni kwamba Young Africans wao walipoteza pia katika uwanja huu kwa mabao 2-1. Young Africans walicheza mechi zao zote katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo katika mchezo mmoja Yanga walipoteza kwa mabao 2-1, lakini katika mchezo mwingine Yanga walibuka na ushindi wa mabao 3-2. Ni swala la kusubiri na kuona ni kitu gani kitakwenda kutokea. Tumeona ndani ya misimu hii michache mechi kadhaa timu hizi zimekutana katika mechi kadhaa, ikiwemo katika finali ile ya NBC ya CRDB Federation Cup, mechi ambayo ilichezwa kule Zanzibar na Yanga kushinda kwa mikwaju ya penalty, lakini kama haitoshi pia walishawahi kukutana pia katika finali ya CRDB Federation Cup kule jijini Tanga na Yanga kushinda bao 1-0 katika mchezo uliochezwa katika uwanja wa CCM Mkwakwani pale jijini Tanga. Imekuwa ni kawaida inapochezwa dabi mechi huwa ni ngumu kweli, na hiyo ni kutokana na aina ya wapinzani hawa, lakini pia ubora na uhitaji, ubora wa timu zenyewe, lakini pia uhitaji ambao timu zote zinahitaji ili kutimiza ama kufikia malengo yao. Mimi ni Urugu Salum, nitakuwa hapa kwa ajili ya kukufahamisha kile ambacho kinaendelea kabla ya mchezo lakini pia baada ya mchezo huu kutokea hapa katika viwanja vya Azam Complex Chamazi, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Endelea kusalia nasi, endelea pia kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube kwa jina moja la Bwigane TV. Enjoy.